Kichwa cha ujumbe: kumtolea Mungu wa shauku. Lakini leo tuko kwenye kipengele cha 7. Kwa wale waliokuwa, nilifanya revision siku ya Jumapili iliyopita, kwa sababu ya muda sitaweza tena. Lakini tuko kwenye kipengele namba 7 inayosema kanuni ya kutengeneza mafanikio. Kanuni ya kutengeneza mafanikio. Ukitaka kuwa mtu wa mafanikio, lazima ufuate kanuni. Kuna kanuni inayokulazimu uifuate ili uwe mtu wa mafanikio. Kanuni ya kutengeneza mafanikio. Tunatamani watu wetu wawe watu wenye mafanikio. Sasa kuna kanuni ya kutengeneza mafanikio. Mafanikio sio kuwa na fedha, sio kuwa tu na utajiri, lakini uwe na fedha au na utajiri unaokaa, utajiri wa baraka. Haleluya. Sasa ili mafanikio yako yawe ya kudumu, kuna kanuni za kufuata. Zaburi ya 126 mstari wa 5. Mwingine afungue Yohana sura ya 12 mstari wa 24. Haya maandiko mawili tutasoma kwa siku ya leo. Mengine yote nitayataja, lakini wewe unaweza ukasoma kwa wakati wako. Fungua Zaburi ya 126 mstari ule wa 5 na wa 6. Nasema, nianze mstari wa kwanza. Bwana alipowarejesha mateka wa Sayuni, tulikuwa kama waotao ndoto. Ndipo kinywa chetu kilipojaa kicheko na ulimi wetu kelele za furaha. Ndipo waliposema katika mataifa, Bwana amewatendea mambo makuu. Bwana amewatendea mambo makuu tuliokuwa tunafurahi. Biblia inaeleza namna ambavyo Mungu hufanya urejesho. Kuna vitu ambavyo vimepotea, kuna vitu ambavyo vimeharibika. Mungu ni Mungu wa urejesho. Sasa ukitaka urejesho kutoka kwa Bwana, ukafuate kanuni ya kutengeneza mafanikio. Katika eneo hili tutaona jinsi ambavyo kufuata kanuni hii ya kutengeneza mafanikio husababisha watu kuinuliwa kwa kutoa zaka. Kuna kanuni 7 au sheria 7 tutakazozipitia ili kufikia mafanikio. Sheria ya kwanza ambayo tunapaswa kuifuata ukitaka ukafanikiwe ni sheria ya unyenyekevu. Mafanikio yoyote duniani hufuata sheria ya unyenyekevu. Hata watu wa duniani tu watakuwa wanyenyekevu katika masharti waliopewa ili kufanikiwa. Hata kwa waganga lazima unakuwa mnyenyekevu kufuata masharti aliyokupa. Sasa kwa Mungu ni zaidi. Ukitaka ufanikiwe, fuata sheria ya unyenyekevu. Mungu amekuambia nini ufanye, ukaifuate kwa unyenyekevu. Unakuwa mtii kwa Mungu ili ufanikiwe kile ambacho Mungu amesema. Kwa hiyo ni sheria namba 1. Msisahau tumetoka mbali, watu wa kanisa hili, katika ujumbe huu au somo hili tumetoka mbali. Na katika kutoka mbali huko, eneo tumelifikia ni kipengele cha 7 inayodai kanuni ya kutengeneza mafanikio. Namba 1 ni kufuata sheria ya unyenyekevu. Hii sheria husababisha mafanikio. Anayetoa zaka anaonyesha unyenyekevu kwa Mungu wake, na Mungu hubariki kwa sababu yeye ndiye aliyeagiza. Anaonyesha heshima kwa Mungu wake, na Mungu anawapenda wanaomheshimu yeye. Anaongoza katika shukurani kwa Mungu. Mungu huwabariki wanaomshukuru. Haleluya. Mungu huwabariki wanaomfanya wanaomshukuru. Hivyo kila mtu anayetimiza sheria ya unyenyekevu, Mungu humwinua. Hii ni sheria ya kwanza, sheria ya unyenyekevu. Ukikosa unyenyekevu katika maisha yako, maana yake Mungu amesema fanya hivi, wewe ufanyi, maana yake wewe si mnyenyekevu mbele yake. Na kwa sababu si mnyenyekevu, hawezi akakuletea baraka na hawezi akakuinua, hawezi akakutendea yale ambayo anataka akutendee. Kuna mambo ambayo Mungu anataka atutendee.
Sio hivi sisi tunavyofikiri. Ndio sababu anasema mawazo yangu yako juu kuliko mawazo yenu. Anatuwazia mema kuliko tunavyofikiri. Lakini kazi yetu ni moja, ni kuwa wanyenyekevu. Tukisha kuwa wanyenyekevu, yeye anajua anataka atutendee nini. Bwana asifiwe. Wewe unajua usiku ukilala vitu gani vinapita? Unajua usiku unapolala nyumbani kwako nini kinapita karibu na nyumba yako? Wachawi wamedhamiria nini? Waganga wamedhamiria nini? Maadui zako ambao unapambana nao wamedhamiria nini? Wasaa nyingine wewe ni mfanya biashara, wote milango inaangalia barabarani, alafu watu wanakuja kwako, wanawaza nini juu yako? Unajua? Haujui. Lakini yuko Mungu. Wewe ukiwa mnyenyekevu, yeye atapambana na maadui zako. Watanyoa mishale yao, watakurushia, yeye atakukinga na hayo. Ukiwa mnyenyekevu na ukakaa na Mungu, kuna yale mawazo ambayo Mungu anakuazia, kuna ile mipango ambayo Mungu anayo, anayaleta kwako bila kulazimishwa, bila kutumia nguvu kubwa, bila kuomba sana, kwa sababu umekuwa mnyenyekevu. Na kwa sababu umekuwa mnyenyekevu, Mungu anakutokea bure. Bwana asifiwe. Anakutokea bure. Vitu vingi tunarefusha mateso yetu, tunarefusha muda wa kufanikiwa kwetu kwa sababu ya kukosa unyenyekevu. Unyenyekevu ni zana kubwa inayomvuta mtu kwenda kwenye mafanikio yake. Unapokosa unyenyekevu, unajiondoa katika kanuni ya kufanikiwa. Unakaa mbali na kanuni ya kufanikiwa. Watu wanafanikiwa wanakwenda, wewe umejiondoa kwenye ule mstari. Kwa hiyo kuna pipe ambayo inapeleka baraka za Mungu kwa mtu. Lazima joint zote ziunganishwe ili baraka zikufikie. Bwana asifiwe. Kanuni ya pili ya mafanikio, kanuni na usawa. Wasiotoa zaka wamekiuka hii kanuni. Kama utoi zaka umekiuka hii kanuni. Na kwa sababu umekiuka hii kanuni, hutapata yale mema ambayo Mungu amekusudia kwako. Waza, kuna vitu vingine ambavyo havihitaji kuombewa, havihitaji kukemewa, vinaondoka kwa kufuata kanuni. Mungu haongozi dunia kwa miujiza, anaongoza dunia kwa kanuni. Muujiza unakuja pale ambapo kanuni ile ya kawaida ambayo Mungu anaitumia inaposhindwa kufanya kazi, ndipo Mungu anasema hawa jamaa wamekengeuka, analeta muujiza, muujiza unatoka. Lakini kama maisha yako ni maisha ya kutegemea muujiza, hapo umekwisha, huna maisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu haongozi dunia kwa miujiza, kwamba watu wale kwa muujiza. Maana ilipatikana pale jangwani baada ya kwamba hakuna chakula cha kawaida, hawawezi kulima. Chakula kinapatikana kwa mtu kulima, kwa mtu kufanya biashara. Wale watu wako njiani wanasafiri miaka 40. Kwa hiyo hapakuwa na namna yoyote ya kupata chakula. Mungu akaleta maana, lakini sio uendeshaji wa Mungu kuendesha dunia. Sio uendeshaji wa Mungu kualisha watu wake. Sio uendeshaji wa watu kutajirishwa na Mungu. Uendeshaji wa watu kutajirishwa na Mungu uko kwenye kufuata kanuni ya maisha. Jamani, tuko pamoja? Uko kwa Mungu, uko katika kanuni ya kuendesha maisha. Sasa kanuni moja wapo ya kutengeneza mafanikio ni unyenyekevu. Ukinyenyekea mbele za Mungu anakupa kila kitu. Kanuni ya pili ambao unapaswa uitimize ukitaka kufanikiwa ni kanuni ya kupanda na kuvuna. Kanuni ya kupanda na kuvuna. Mstari wa 5 unasema, Zaburi ya 27, wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Unaleta zaka yako bila kuona chochote. Unaleta zaka yako bila kuona baraka inayoonekana, na unaibeba bahasha yako, unakuja mbele, ni kama unaenda kutupa hela yako au chakula chako mahali ambapo hakuna matokeo. Unapoenda kupanda shambani, unabeba mazao, unapanda, hujui kama itaota, hujui kama utavuna, lakini kuna mtu ataacha kupanda shamba. Wanavuna hawavuni, lakini kuna wakati majanga pia yanapita. Watajinyoka kwa sababu majanga yamepita. Wataacha kupanda mwakani kwa sababu mwaka huu umepata hasara. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Biblia inasema
wapandao kwa machozi watavuna kwa kelele za furaha. Kutoa zaka ni kupanda mbegu. Kanuni hii haijawahi kukiukwa duniani na mtu yeyote anayetaka mafanikio. Ikifika kiangazi watu wanavuna, lakini masika watu wanapanda. Kweli sio kweli? Sasa kama hujapanda una kitu cha kuvuna? Zaka ni mbegu. Unapopanda mbegu yako ya zaka, na ninakumbuka kwa wiki 3 nimewatembeza jangwani, hapakuwa na maji, hapakuwa na kinywaji, ilikuwa kwenye ukame. So mnakumbuka tulijifunza zile laana zitokanazo na nini? Zitokanazo na zaka, si ndio? Huko ni kutembea jangwani. Leo sasa na kuwapeleka Edeni, na wapeleka Kanaani, penye utajiri, penye asali, penye maziwa, penye dhahabu, penye chuma, penye almasi. Bwana asifiwe. Hakuna anayetaka laana. Zile laana nilikuwa na wafundisha wiki 3 zilizopita kwamba usipotoa zaka utakuwa na laana namna hii. Hakuna anayetaka, kwa sababu laana ni kitu kibaya. Sasa kule tumevuka, twende Kanaani, tutembee pamoja. Bwana asifiwe. Kanuni kanuni ya pili ile niliyosema kwamba watu hawawezi kukiuka hata siku moja. Mtu yeyote anayetaka kuvuna lazima apande kitu. Bwana asifiwe. Ukitaka uvune mahindi lazima upande punje ya mahindi, si ndio? Ukitaka kuvuna maharage lazima upande. Ukitaka kuvuna ng'ombe lazima upande. Ukitaka kuvuna pesa lazima upande. Au nakosea? Sasa hii kanuni ni ya muhimu. Ukitaka mafanikio uwe mtu wa kupanda, na upande mashamba mengi. Baadaye tutaona kwenye kanuni ya kupanda na kuvuna tutakapokuwa tunachambua yenyewe. Maana hii kanuni ya kupanda na kuvuna baadaye tutajaribu kuichambua yenyewe. Mtu yeyote anataka kuvuna lazima apande. Kisha karibia wakati wa mavuno anapanda, akitegemea baada ya miezi 3 au 4 ataenda kuvuna. Sasa usipofanya hivyo huwezi kufanikiwa katika maisha yako. Zaka yako ni mbegu katika shamba la Bwana. Ya sadaka unaitoa kwa ajili ya Injili ni kwenye shamba la Injili, inakuletea mafanikio. Zaka inakuletea mafanikio. Alafu sadaka ya kawaida inakuletea mafanikio. Kumsaidia mtu inakuletea mafanikio. Ukikusanya unakuwa na mali nyingi ambayo watu hawaioni. Watamuuliza mganga wako, watakutafuta, wataangalia kila upande, wakiangalia wanamwona Yesu anakubariki, Yesu anakufanikisha. Nini? Umepanda katika mashamba mengi. Haleluya. Kanuni ya 3 ambayo unapaswa usikiuke ni sheria ya vipaumbele. Sheria ya vipaumbele. Ukitaka Mungu akubariki, kuna sheria vipaumbele. Na hii sheria ya vipaumbele inapatikana katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 33. Kanuni ya vipaumbele. Uwe na vipaumbele. Hii kanuni ukikiuka huwezi fanikiwa hata kidogo. Biblia inasemaje katika Mathayo 6:33? Nitasoma. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msiusumbukie kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe, yatosha kwa siku maovu yake. Asante. Amen. Sikiliza. Ukitaka kufanikiwa uwe na kanuni ya vipaumbele. Mtu anapokuwa mtoto, mzazi kipaumbele chake ni kumlea afike hatua ya shule. Lakini anapojielewa, kanuni inasema ukiwa kijana unachotafuta ni elimu. Sasa wale wanaochanganya mafaili huko wanasoma huko wanachumbiwa, hawafikagi mahali, kwa sababu anakiuka kanuni. Napokuwa kijana, kanuni kusoma. Unamwona msichana na macho mazuri, macho ya gololi, huko amekaa kama embe fulani,
unafuta kwenye akili. Ni muda wa kusoma. Ukishachanganya mafaili na faili ya mahusiano ikaja juu, tayari umefeli. Na ukishafeli unajutia maisha yako yote. Maisha yako yote yatakuwa maisha ya majuto, kwa sababu umeharibu sheria vipaumbele. Bwana Yesu asifiwe. Ila mimi nazungumzia vipaumbele. Ukifikisha miaka 60 baba, huna chochote, huna kile, maana yake wakati valve zote za akili zinavuta kwenda nyuma, haiendi mbele, haileti vitu vya mbele. Na wakati huo tayari bakora inakuja, unaelekea kwenye nyumba ya milele, unatembea namna hiyo, unaenda kwenye nyumba ya milele. Kila kukicha unaisogelea kaburi. Kila kukicha unaisogelea kaburi. Sasa kuna kaburi ambayo inakuja kabla hata wakati, lakini hiyo watu izungumzie. Tunazungumzia ile ambayo Mungu. Kwa hiyo unatakiwa unapambana. Ikifika miaka kama 30 mpaka 40 una kazi ya kudumu. Una familia. Haya, ikitoka hapo ikifika 60 una vitu ambavyo umewekeza. Vipaumbele. Kanuni ya vipaumbele. Sasa kwenye kanuni ya vipaumbele ya Kikristo nimezungumza ya maisha ya kawaida, ambapo Mungu huendesha dunia kwa namna hiyo, sio kwa miujiza. Kwamba nimezobaa huko sikufanya chochote, nikifika uzeeni miujiza yatokea. Ninazungumzia kanuni ya kuendesha dunia. Lakini hata hivyo Biblia inasema utafuteni kwanza ufalme wake na haki. Hii ndio kipaumbele. Ukitaka Mungu akubariki, ukitaka Mungu akuinue, mtafute Mungu kwanza. Uwe na Yesu kwanza. Anza na Yesu kwenye 0. Tembea na Yesu kuanzia kwenye 0. Nenda na Yesu namba 2. Nenda na Yesu namba 3. Nenda na Yesu namba 10. Unashangaa ukisogea na Yesu, ukatembea na Yesu, baraka inakuja kwa sababu Yesu unaye. Mali zote za Bwana, dhahabu zote za Bwana, mashamba yote ya Bwana, baraka lazima ije kwa sababu unaye Yesu. Wewe unatanguliza vitu. Yaani wote waliotanguliza vitu hakuna aliyefanikiwa katika dunia hii. Kwa kanuni ya kimungu, ukitaka kufanikiwa ni lazima umpate mwenye vitu. Ukitaka kufanikiwa umpate yule ambaye anaweza akakubariki, anaitwa Yesu. Ukimpata Yesu, ukajikabidhi mbele za Yesu, fuata kanuni na sheria za ufalme. Ukifuata kanuni na sheria ufalme, baraka zinakuja. Mungu anakuunganisha na watu mbalimbali. Baraka zinakuwa, wewe unakuwa connected na baraka. Milango inafunguka. Lakini vinginevyo unatanguliza. Ninyi ambao mmekuja kwenye maombezi sasa, nataka niwaambie kitu ambacho ni cha muhimu sana kwenu. Ninyi hamjaja kwa sababu ya kumtaka Yesu. Mmekuja kwa sababu ya kutaka maombezi. Sikilizeni waambieni, kama mtumishi wa Bwana niliyepakwa mafuta, na sitaki kuwahujumu kwa sababu hamtaacha hela yoyote hapa. Ninataka nimepewa bure, ninataka mponywe bure. Bwana asifiwe. Unajua manabii wanawaambia, anakuambia hivi, akitaka kuchota pesa anasema kuna uponyaji hapa na kuna kitu Mungu anataka kufanya. Kuna mtu anaenda kuponywa mahali hapa, kuna mtu anaenda kubarikiwa mahali hapa. Alafu anapita kidogo, anaangalia macho, anasema mama, Mungu anataka kuinue, anataka akuinue. Alafu anasogea nyuma, anasema hii nini ninayoona kwako? Anakutisha, anakuambia kuna ajali iko mbele yako. Unione ofisini. Ofisini unafika, anasema nimeona. Shetani ameandaa. Kesho kutwa wewe unazikwa. Mama, ukitaka nikuepushie ajali 500,000. Yesu ndio mnaendaga kule, mnajua mengi. Bwana asifiwe. Sasa mimi nataka nimepewa bure, nataka mponywe bure. Nimepewa bure, nataka mponywe bure kwa jina la Yesu. Sasa kanuni iko hivi, ukitaka uponywe, sio ile ya manabii. Unaambiwa gari yako iko bandarini, unasema oh yes, nataka niifute kwenye akili yako, isiwepo kabisa. Hakuna gari itakayokuwa bandarini kabla haijalipiwa Japan.
Haiwezekani. Hiyo nataka niitoe. Ukitaka uponyaji umekuja, mpata Yesu mwenye kuponya. Ukimpata Yesu mwenye kuponya, kila kitu kitakuwa sawa. Hapo unaweza ukaimba wimbo unaosema Yesu akiwa enzini, mambo yote sawa sawa. Yesu akiwa enzini, mambo yote sawa sawa. Yesu akiwa enzini, uponyaji upo, utajiri upo, mafanikio yapo. Haleluya! Ukimpata Yesu, ukanyoka na Yesu, ukamlingana Yesu, hata kama wewe ni kiwete, ukiombewa mguu unatokea, unasimama kwa jina la Yesu, kwa sababu umempata Yesu. Ndio unapewa uponyaji, kwa sababu umempata mwenye uponyaji, anaitwa Yesu. Na waombea wengi wanafunguliwa, anatoka Uislamu. Jamani, watu wa PRC kama nasema uongo, ni Waislamu wangapi wamekuja hapa wakaponywa na Bwana Yesu, wakaponywa kweli kweli, wakaponywa kweli kweli. Wengine hawawezi kutembea, wamekimbia hapa wakaenda na wakarudi, walipojipima wako sawa, ndugu zao wakawaendea wakawarejesha kwao. Mnawakumbuka watu hao? Waliponywa hawajaponywa? Sasa unafikiri shetani ataacha kumrudia? Sasa mimi nakufundisha kanuni ambayo shetani hawezi kurudia. Kanuni ambayo shetani hawezi kurudia. Kanuni ambayo shetani hawezi kukurudia ni kumpata Yesu mwenye nguvu. Sio kupata nguvu za Yesu. Shida kubwa ya watu ni kutaka nguvu za Yesu. Nguvu iwaponye, nguvu iwainue. Lakini ukimwambia Yesu, anasema nina dini yangu, nina dini yangu, nina dini yangu, dini yangu. Dini anaiweka mbele, Yesu nyuma, uponyaji kwenye mwili. Haijiki kwa namna hiyo. Mweka Yesu moyoni, mweka Yesu moyoni, mweka Yesu moyoni, mweka Yesu moyoni. Ndipo nguvu za Yesu inaenda kuponya mwili wako, inaenda kuponya mwili wako, inaenda kuponya mwili wako. Utasimama ukiwa mzima, unapata uponyaji wa kudumu, unapata ufunguliwaji wa kudumu. Haleluya, haleluya! Hao watu lazima Mungu awabariki. Sikiliza nikuambie, sikiliza nikuambie, Yesu ana akili kuliko wewe. Tena anafahamu kila kitu kabla wewe hujaja. Tena anafahamu kabla hujaugua, alikuwa anafahamu utaenda kuugua. Tena anafahamu kabla hujafilisika unaenda kufilisika. Lakini kwa nini akuzuia? Anakutafuta wewe. Magonjwa ulionayo, shida ulionayo imekuja ili wewe upatikane na Yesu. Anataka akupate, anataka akufanya kuwa mwana wa ufalme. Kikufanya mwana wa ufalme, huwezi kuwa mgonjwa ndani ya ufalme. Ndani ya ufalme unaponywa kabisa. Haleluya. Namba 3, kanuni ya 3 ya mafanikio ndio hiyo. Mpate Yesu mwenyewe. Ndio sababu Mungu ni Mungu wa vipaumbele. Kipaumbele namba 1 ni kumpata Yesu. Ukishampata Yesu umepata na vitu vyake. Haleluya. Mimi na watoto. Hivi watoto wangu kwa vitu ambavyo mimi ninavyo wana mashaka kwamba sio vya kwao. Vyote nilivyo navyo vya kwao, si ndio? Watoto wako wana mashaka na wewe kwamba hivi si vya kwao, vya kwetu. Si wana mashaka. Sasa kwa Mungu una mashaka gani ukishaingia ndani ya nyumba yake alafu kazama jumla? Na Yesu anasema mimi ndani yenu nanyi ndani yangu. Ukiamka Yesu ndani, ukitembea Yesu ndani, ukienda sokoni Yesu ndani, ukienda shambani Yesu ndani, unarudi nyumbani Yesu ndani. Utakosa nini kwa huyu Yesu? Kanuni ya vipaumbele. Shida yenu hamchukui vipaumbele. Nguvu za Mungu sio kipaumbele. Nguvu za Yesu ni matokeo ya Yesu uliye naye. Ukitaka nguvu za Yesu mpate yeye mwenyewe.
Hicho ndicho kipaumbele. Bwana asifiwe. Namba 4, kanuni ya 4 ya kufuata ukitaka mafanikio. Kanuni ya 4. Kanuni ya 4. Sheria ya uigaji. Fuata sheria ya uigaji au sheria ya ufuatiliaji. Ebrania 6:12. Ebrania 6:12. Fuata sheria ya uigaji. Hatutasoma, utasoma kwa wakati wako. Ebrania 6:12. Hii sheria ni ya zamani sana. Watu wote waliofanikiwa walifuata sheria hii. Kila mtu unayemwona duniani aliyetengeneza gari amefuata sheria fulani kutoka mtu wa kwanza. Mtu aliyetengeneza kompyuta haikuwa kama hivi unavyoona mpaka unasema kuna kompyuta mpakato. Kompyuta zamani ilikuwa nyumba kubwa, hii jengo ni dogo hili. Kompyuta moja ilivyotengenezwa, kwa wale waliosoma wanajua. Hii nyumba ni dogo. Kitu kikubwa. Majamaa wanaenda pale wanachambua kwanza hilo kubwa namna ya kuifanya kuwa ndogo, angalau kibebeke. Wanachambua kutoka huko, wanasogeza, kusogezwa, imesogezwa mpaka hapo, mpaka una kompyuta mpakato. Sheria ya uigaji. Mtu anaiga kwa mtu aliyefanikiwa. Waangalia kwenye Biblia. Tembea kwenye nyayo zao. Tembea kwenye nyayo za baba wa imani anaitwa Ibrahimu. Ibrahimu alilipa zaka, na alipolipa zaka akafanikiwa. Jacob akalipa zaka, alipolipa zaka akafanikiwa, kwa sababu alijua kwamba zaka ni mali ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote anataka kufanikiwa lazima amwige mtu aliye mbele yake, na namna ya kumwiga ni katika yale mema na ya mafanikio. Hapo unaweza ukaenda vizuri. Ustaarabu wa viwanda ulianza Ulaya, lakini leo dunia nzima ina viwanda. Uingereza ndio waanzilishi wa viwanda, na katika kule kuanzisha wakatengeneza viwanda na nini mpaka na magari. Watu wa Ulaya wakaiga, watu wa Asia wakaenda. Nchi kama Korea ilikuwa nchi maskini miaka tu sio nyingi, na wakati huo wanasema hata mti mmoja hakuna. Kama wanataka kupika wanachimba mizizi ya nini ya miti ya zamani ndio wanapata kuni. Kawa nchi maskini sana. Na baada ya nchi ile kuwa maskini, siku moja jamaa moja akapindua ile nchi, tena ni mwanajeshi wa ngazi ya chini, akapindua, akafanikiwa. Akaitisha, akafunga shule kwa miezi 6. Kazi ni moja, kupanda miti. Panda miti. Lakini baada hapo nchi za Asia inanunua gari kutoka Ulaya, sio kwa sababu ya kuendesha. Ikifika inabomolewa, wanaangalia ilivyotengenezwa, wakaanza kutengeneza za kwao kutoka sample za Ulaya. Leo Asia ina magari, haina magari. Nchi kama Korea ina magari mazuri. Hiyo ya Hyundai ni gari nzuri ya bei ghali. Lakini ukienda Japan ambao nao ni waigaji wa hivyo, cruiser zote zinatoka wapi? Japan. Lakini waliiga kutoka kwa watu waliofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama hatutafika mahali pa kuacha wivu wakati mtu anafanikiwa, unatakiwa uulize kuna nini. Kwa watu wa Kristo ambao wamefanikiwa, hutakosa kipengele cha zaka. Atakwambia zaka imenipeleka mbali. Bwana asifiwe. Sasa hiki kipengele cha 4, mpate Yesu mwenye nguvu, ukifuata utafanikiwa. Namba 5, sheria ya 5 ni sheria ya nyakati na majira. Katika kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2, tutasoma kwa wakati wako. Biblia inazungumzia habari ya majira na nyakati, kwamba kuna nyakati wa kupanda, kuna nyakati wa kuvuna, lakini kuna nyakati wa kukusanya, kuna nyakati za kutapanya. Sasa wakati wote hili ulijue, kuna wakati wa baridi katika dunia na kuna wakati wa joto, na zote zina kazi. Sasa hivi si wewe unasikia baridi? Wakati wewe unasikia baridi, haya mazao yaliyoko shambani, hii baridi ndio inakausha mpaka watu wanavuna mahindi.
baridi inakausha. Kwanza mwezi wa 5 inaanza ile baridi ya aina yake ambayo inasababisha mahindi yanaanguka kutoka kwenye mabua, yanainamisha vichwa chini. Ni baridi inafanya ile kazi. Sasa imekuja baridi ambayo itakausha kila mti. Itakausha kila mti. Sasa unawaza kwa nini miti inakauka majani? Na unashangaa ikifika mwezi wa 10 miti inaanza kutoa machipukizi na majani. Umewahi kufikiri hivyo kisayansi? Wakati miti inapokosa majani, kuna baridi aina hii, ni wakati ambapo mti unajiimarisha kwenye mizizi. Najiimarisha kwenye mizizi ili masika iweze kubeba majani yaliyo mengi. Hata upepo ukivuma mti hauwezi kung'ooka. Mizizi inaimarishwa wakati wa baridi, lakini juu kumekauka. Bwana Yesu asifiwe. Majira ni ya muhimu. Sasa shida inayotokea kwenye majira ni ile ya kukopa zaka. Unapokopa zaka, umepoteza mavuno ya wakati ule. Unapokopa zaka yako Mungu anatoa kwa wakati na ina kazi katika nyumba ya Mungu. Na Mungu anakupa baraka kwa wakati. Kwa hiyo ukienda kupanda wakati wa baridi, mazao yako hayataota, na hata yakiota hayataweza kwenda mbali. Kienda kupanda wakati wa baridi. Lakini unashangaa unaenda kupanda wakati ambapo watu wanasubiri mavuno ya wakati ule, wewe unaenda kupanda. Wale wanaokopa zaka, wale watu ambao wanasema nitarudisha, ada mtoto imenibana, kuna hiki kimenibana, unaharibu baraka ambazo zinakuja. Mungu ni Mungu wa wakati. Amekuwekea wakati anakupa pesa, amekuwekea majira ya wewe kuzalishiwa mazao, wa majira ya pesa zako kupanda. Sasa wewe unakopa, alafu unasema nitarudisha. Ukirudisha itakuwa imeenda bure, kwa sababu unaenda kupanda wakati ambao sio wake. Kila wakati Mungu anatoa pesa ili kazi ya Mungu iende mbele. Haleluya. Jamani, tuko pamoja? Amen. Sheria ya majira na nyakati haijakiukwa pia hii. Hivi kuna mtu anayeweza kupanda mazao ya kiangazi wakati huu? Inawezekana? Anajua kabisa sio wakati wa kupanda mahindi ya kiangazi, ya masika, kiangazi hiki. Kwa hiyo mtu hawezi kupanda maharage au mahindi akaenda kupanda shambani, labda atafute tindiga. Sasa hiyo ni tena ni maisha mengine hiyo. Hiyo ni maisha format nyingine kabisa ya maisha. Lakini kiukweli wakati wa masika watu wao wanapanda. Unapochukua zaka na kuifanyia kitu kingine, umekosea sheria ya majira na nyakati. Bwana asifiwe. Utakuwa umekosea. Usithubutu ukafanya hivyo. Unapotoa zaka, unakuwa katika wakati wa kupanda na unatarajia kuvuna wakati wa mavuno. Utajiri wote udumuo husababisha na watu kutumia vizuri msimu wa kupanda. Yaani utajiri wote duniani wa kudumu utategemea watu wanavyozingatia majira ya kupanda. Ukikosa majira ya kupanda itakuwa shida. Isaya 1:19 hadi 20. Mtazamo wenye utayari unaosababisha utajiri. Isaya 1:19 hadi 20. Mungu anataka uwe tayari. Mungu anataka utayari wako kuliko uelewa wako. Watu wanawaza, unajua shida kwenye mtazamo. Hivi nikitoa ni lini nitavuna? Sikilizeni waambieni. Sasa hivi duniani kote kuna mifuko ya kusaidiana. Mengine wameweka mifuko ya rambi kabisa. Kwamba mtu akifa, nimewekeza mahali fulani kwenye mfuko wa masaidiano ya rambi. Na wakaweka mfuko mzuri. Na wengine wana mabilioni kwenye hiyo mifuko. Lakini unashangaa kwake tangu aanze kuweka huenda kule ana milioni 3. Kwake hajafa mtu. Sasa kama hajafa mtu, rambi itakuja. Sasa utaomba kwamba afe na ile pesa niipate. Sasa utasema kwamba siweki kwa sababu tangu wakati ule kwangu mtu hajafa. Jamani, mnanielewa? Lakini
mambo haya yote ukiangalia huna namna, ni kuendelea kuweka, au mnasemaje? Na hakuna atakaye thubutu ya kwamba mtoto wangu afya jamani na mimi nipate ile pesa kwa sababu juzi wa fulani walipata. Utathubutu? Lakini utaweka. Kwa nini unaweka? Kwamba la kutokea siku moja itatokea tu kwa sababu watu hufa. Na watu wajinga wakasema kuweka rambi na kuiwekea mfuko ni kuita mauti. Mauti itakuja tu. Itakuja tu, haiji kwa sababu ya kuweka nini? Mfuko wa rambi. Tena ukiweka mfuko wa rambi ndio itaogopa kuja. Maana itashughulikiwa vizuri. Hivi wewe unajua mtu akifa mauti na mtafuta wa pili hapa. Sasa kama wewe uko vizuri, hela iko, akifa mtu utaumiza kichwa kwamba tunafanyaje? Wakati mtu amefariki hela hakuna wa kusaidia, huko pressure juu kwamba sasa nafanyaje, watu watakula nini, jeneza nitapataje? Hizi stress zote hakuna. Unapotoa zaka uwe na imani ya kupokea utajiri. Watu wengi wapokea utajiri wanatoa zaka alafu wanaanza kuinungunikia. Nisingetoa mtoto angeenda shule. Nisingetoa ningenunua ile gauni. Nisingetoa ningesuka ile sijui ya kwenda hivi na hivi na ile na hata ya kwenda msibani. Uwe na mtazamo wa utayari kwamba mimi nimetoa zaka yangu itaniletea baraka, alafu nainua mikono juu na sema Baba nibariki. Mungu anabariki kwa watu wenye utayari. Kama huna utayari ukitoa hamna kitu. Lazima uwe na utayari kwamba mimi naenda kubarikiwa. Jambo la 7 na la mwisho. Alafu tukaombe. Anayetoa zaka, jambo la 7, anatimiza sheria ya utii. Sheria ya utii husababisha mafanikio. Uwezo wako wa kutii maelekezo ni sifa nyingine inayoleta utajiri. Uwezo wako wa kutii maelekezo ni sifa nyingine inayoleta mafanikio. Unajua utii ni uwezo. Mtu anajikontrol. Una manage mawazo yako yafike mahali pa kuamini kwamba nikifanya hivi nitakuwa nabarikiwa. Alafu unatii kufanya kile ambacho watu wengine hawathubutu. Unatii kwenda kufanya kile ambacho wengine wamekiogopa. Unapokuwa na vichenji, kutoa zaka sio shida. Mtu mwenye kupata shilingi 20,000 kutoa 2,000 ni shida. Mtu anayepata 100,000 kutoa 10,000 ni shida. Mtu anapata milioni 200 analeta milioni 20 kanisani. Hapo ujue kwamba huyu mtu ameiva kweli kweli, yuko na Yesu kweli kweli. Mtu anapata bilioni 1 na zaka ya bilioni 1 unajua ni ngapi? Milioni ngapi? Milioni 10. Milioni 100. Unajua unaweza kumchanganya Mungu mpaka mwisho anaanza kufikiria kwamba hii imetokeaje na yeye. Muangalie Musa saa nyingine anahojiana na Mungu, anamwambia Mungu acha huo uovu. Gairi huo uovu. Hajawahi kumuuliza kwamba hivi unaniambia mimi baba yako ni gairi uovu? Kama ni wewe ungeambiwa na mtoto wako gairi huo uovu. Si hapo ni hata kama ulikuwa umekosea unasahau kule ulikokosea, unamnyuka mabibao unasema hivi kweli unaniambia? Mungu ni mstaarabu, hujawahi kuona ukiwa mwenye haki unaongea naye chochote. Unamshangaa kwa briskets ambayo umeifunga kwa namba. Paka anasema huyu sasa pelekeni kila kitu, pelekeni pesa, pelekeni hiki, mpeni na watumishi. Unajua Mungu naye anaamuru watumishi, anakupa watu sahihi wa kufanya kazi na wewe. Uwezo wa kufuata maelekezo ambayo ni magumu. Mtu anatii. Mwangalia Ibrahim. Hivi kumchinja mtoto ni kanuni ndogo hiyo? Utii ule ni mdogo. Mtoto mwenyewe kamoja kamepatikana kwa binde. Kamepatikana Ibrahimu na miaka 100, mama ana 95.
Ndio kapatikana mtoto. La Mungu mwenyewe huyo aliyemwambia nitakupa mtoto leo anakuja tena. Anasema namtaka huyo mtoto. Tena sio tu namtaka hivi, afadhali angemua yeye mwenyewe. Anamwambia nenda kanitolee sadaka mkate shingo. Kutii jambo la namna hiyo unafikiri ni jambo dogo? Huyu mtu katii kanuni ya maelekezo. Ndio sababu macho ya dunia yote yako Israeli kwa sababu ya Ibrahimu, sio kwa sababu ya Waisraeli. Bwana asifiwe. Hii ni kanuni ya muhimu sana ambayo unatakiwa uifanye na kuitii. Sasa tunapoenda kuomba, Mungu wetu yuko mahali hapa. Mpate Yesu. Ukimpata Yesu kama kanuni ya 3 inavyosema, wagonjwa wanaenda kuponywa, wenye shida mbalimbali wanaenda kuponywa, ufunguliwaji unaenda kutokea ukiwa tayari kumpokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Na ufuata hizi kanuni. Kanuni ya kwanza, kanuni ya unyenyekevu. Kanuni ya pili au sheria ya pili ya kupanda na kuvuna. Sheria ya 3 ambayo unatakiwa ya vipaumbele. Na sheria ya 4 unayotakiwa ufuate, sheria ya uigaji au ufuatiliaji. Kama wenzetu walivyoiga wakafanikiwa. Sheria ya 5 ni ile sheria ya majira na nyakati. Na ya 6 inakuwa ni sheria ya mtazamo wenye utayari unaosababisha mafanikio. Na ya 7 sheria ya utii. Ni mara ngapi Mungu amekuhimiza kwamba kanifanyie hivi? Kuna mambo ya kutubu tu, kuna mambo ya kujitengeneza tu. Mungu amekwambia kafanya hivi, hukufanya. Kafanya hivi, hukufanya. Hata ile zaka ambayo umepambana na Mungu anasema toa. Na wengine mifukoni sasa hivi wana zaka hapa wamekaa nayo. Lakini sasa tunaombea watu wenye mabahasha, wanaangalia kule nyuma, nichukue nisiende. Unatakiwa ushinde hicho kikwazo pia. Tunaenda kusimama, Mungu wetu yuko hapa. Tunaenda kumuita Mungu ashuke katikati yetu, atusamehe kwenye mazingira ambayo tumemkosea. Tunaanza upya na Yesu. Tunazingatia kanuni ya kutengeneza mafanikio, na utabarikiwa sana. Na utashangaa hapa kutakuwa na watu ambao wataendesha V8 hapa. Watakuwa na makampuni hapa. Watoto wao watasoma shule nzuri hapa. Watakuwa na viwanda mahali hapa. Na Mungu ni mwaminifu, atakuinua kutoka Babati, utakuwa na biashara Dar es Salaam. Sio ile ya gari kuwa bandarini. Sio ile ya kwamba unaambiwa baraka zako zimekuja unasema oh yes, pokea baraka zako, I receive. Sio hiyo. Inakuja live kwa Bwana na unapokea kutoka kwa Bwana. Simama kwa miguu.